Okay, mambo vipi? Naamini kabisa uko vizuri. Once again, ukikutana mimi hapa ama mimi na yetu ukikutana hapa, kazi yetu ni nyepesi sana, ni kuzungumza kile kinachoendelea katika uga wa kimichezo kwa lugha nyepesi sana. Mapema tulikutana na tukajaribu kuzungumza ya kile ambacho kinaendelea pale Berkane, sehemu ambapo mchezo wa Simba dhidi ya Berkane utakapochezwa. Joto limeendelea kuwa ni kubwa sana, na tulichambua kidogo kuhusu uwezo wa kikosi cha Berkane, tukawatazama in details, na nikakwambia baadaye ninaweza nikaja tena tukazungumza mambo mengineyo ukiachana na hizo details, na tukawatazama klabu ya Simba ambao kimsingi na wao inabidi watazamwe kwa jicho pevu. Na bahati mbaya Simba hatumzungumzi sana kwa sababu ni moja kati ya timu ambayo inapatikana hapa nchini. Unaambiwa nabii akubariki nyumbani kwake. Sasa Simba ndo nabii mwenyewe, hata apati ile privilege kubwa sana kwenye kuzungumzwa kuelekea katika mchezo, lakini ni moja kati ya timu ambayo tunaihusudu. Na nilikuwa najaribu kupita kwenye mitandao ya kijamii kuangalia watu wanasemaje, lakini pia viongozi wa klabu ya Simba Sports Club wao wanazungumzaje kuelekea katika mchezo wa hii leo dhidi ya kikosi cha Berkane. Moja kati ya wazungumzaji wakuu wa klabu ya Simba ni afisa habari wa hiyo timu ambaye ni Hamed Ali, na amepata wasaa wa kuzungumza. Na kwenye mambo ambayo amezungumzia hali ya hewa ya Berkane na jinsi ambavyo mambo yalivyo. Akasema hivi sasa Berkane ni kipindi cha joto. Kwa hiyo si kipindi cha baridi sana. Kuna kipindi Simba waliwahi kwenda kucheza na Berkane nakumbuka, na kama si Berkane walienda kucheza hapo Morocco, inawezekana. Na kilikuwa ni kipindi sana cha baridi. Na kama utakumbuka picha nyingi ambazo zilipigwa Simba wakiwa mazoezini, wakiwa kwenye mambo yao, tuliwaona Simba wakiwa wamevaa mikoti mikubwa. Lakini hata hayo kwenye kombe la shirikisho, kuna kipindi Simba wameenda kucheza Uarabuni, bado tuliona wakiwa wamevaa mikoti mikubwa kusema la kwamba ni kipindi cha baridi. Lakini hivi sasa hatujaona hizo, na anasema hali ya joto ni kubwa kidogo, lakini si kwa kiasi cha kupitiliza. Na akazungumzia hali ya wachezaji wote wa kikosi cha Simba, na akawatoa hofu wana Simba kwamba hakuna mchezaji ambaye mpaka sasa ambaye wana taarifa ya kwamba anaweza kukosa mchezo huu, hususan wale wachezaji ambao ni tegemezi ndani ya kikosi cha Simba. Ameeleza kwamba wachezaji wote wako kwenye hali nzuri sana. Na mara baada ya kusikia kauli hiyo kutoka kwa msemaji wa kikosi cha Simba, nikasema safi. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba angalau wachezaji wa kikosi cha Simba hivi sasa wapo kwenye hali nzuri, hatuna mashaka na hilo. Kinachohitaji ni kuwaombea tu waendelee kuwa kwenye hiyo hali nzuri, kwa sababu afya inabadilika. Dakika 10-15 naweza nikaa nazungumza haya, kumbe kuna mchezaji huko sasa hivi hali yake imekuwa mbaya na Simba watamkosa. So kama wewe ni mwana Simba, endelea kuwaombeeni wachezaji wenu waendelee na hiyo hali nzuri kama ambavyo ilivyo. Lakini kuna kitu kingine ambacho nimekiobserve ambacho binafsi nadhani kimenifurahisha. Sijajua kwa upande wako vipi. Sijasikia mpaka sasa habari ya bonus, ahadi na vitu kama hivyo. Kwangu mimi nadhani hiki ni kitu kizuri sana, na nimekuwa nikikipinga haya masuala ya kusema mkishinda na wapeni milioni 500, mkishinda na wapeni bilioni 1. Waache washinde kwanza, alafu ndio iko kiasi ukitoe na utakuwa ni wa maana sana. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ukitoa ahadi unaenda kwenye mchezo kama huu, sio kila moja kuna namna ambavyo anavopokea taarifa ya namna hiyo. Kila moja ana namna anavopokea. So kuna mwingine akipokea anaiweka rohoni, anataka yeye ndo abebe, na mwisho siku anatoka kwenye misingi ya mwalimu aliyowaelekeza, na wanataka kucheza wao wanavotaka, na game plan ya mwalimu inakuwa imeharibika rasmi, na Simba wanaweza wakapoteza mchezo. So mpaka sasa sijasikia hayo maneno, sijasikia kiongozi fulani kawaambia hivi. Ni kama wameamua kucheza low key tunaita. Lakini pia kama ni mfuatiliaji wa klabu ya Simba, utakuwa umeona barua ambayo imekuwa ikisambazwa kwenye mitandao ya kijamii wakisema kwamba Simba wanataka mchezo wao wa marejeano usipochezwa Dar es Salaam, uchezwe kwenye uwanja wa kwenye viwanja vilivyoko pale Algeria. Kitu ambacho kimeleta mkanganyiko kutokana kwamba hali ya kidiplomasia iliyopo kati ya Morocco pamoja na Algeria, hali ambayo imekuwa tete tangu mwaka 1978 na mwaka 1994 rasmi mipaka ya nchi hiyo kuingiliana ikawa imefungwa.
Lakini unakumbuka hapa katikati kuna mechi ambayo haikuchezwa mara baada ya hawa wawili kukutana. Na kisa na mkasa ni lile eneo linaloitwa Western Sahara ambalo Algeria inalitambua kama eneo lake la asili na Morocco wanasema ni eneo lao. Kimsingi wamekuwa wakivutana. Na ujue kwamba ile eneo la Berkane ambalo liko kaskazini mashariki mwa Morocco ni eneo ambalo limepakana karibu sana na Algeria. So kimsingi imekuwa ni barua fulani hivi ambayo imeleta mshtuko mkubwa, lakini naomba nikwambie kwamba ile ni taarifa feki na usikubali kabisa. Hata ukikutana nayo ujue kabisa pale watu wamepigwa. So nikajaribu kuthink ni kwa namna gani Simba leo wanaweza wakauendea mchezo wao dhidi ya Berkane, na hii ni prediction yangu ya kikosi cha Simba ambacho leo kinaweza kikaanza. Na hii nimejaribu kutazama mechi zilizopita, mechi bigi ambazo Simba wamekuwa akiingia, jinsi ambavyo zimekuwa. Si kikosi rasmi, ni prediction zangu, na kikosi rasmi kikitoka nitawaambieni. Sasa ninatarajia Musa wezi kumkwepa, ndio goalkeeper namba 1 kikosi cha Simba, amekuwa kwenye kiwango kizuri sana. Shomari Kapombe na Mohamed Hussein pia kama wako fit huwezi kuwakwepa. Pamoja na kwamba Valentino Nouma amekuwa kimchallenge Mohamed Hussein, lakini bado experience ya Mohamed Hussein inahitajika katika mchezo wa leo. Kama umewafuatilia vizuri, Berkane ni wazuri sana huku pembeni, sasa ni upande wa kulia. So ama beki wa pembeni lazima wajiandae vizuri. Binafsi yangu ninatamani aanze Shamu Karabua pamoja na Abdurazak Hamza. Kwa nini? Kwa sababu pea yao inaonekana kuwa ya maana sana. Na Shamu Karabua ni mzuri sana kwenye Elio Duos. Na kama umewafuatia Berkane umefunga mabao 18. Kwenye mabao 18 wamefunga mabao 5 ya vichwa. Wachezaji watatu ndani ya kikosi cha Simba ambao wamekuwa vizuri sana kwenye Elio Duos ni pamoja na Shamu Karabua pamoja na Fabrice Luamba Ngoma. So kwangu mimi nilitamani aanze kwa sababu hiyo, lakini Abdurazak Hamza kwa sababu ya utulivu wake. Juu yao uwezi kuwakwepa Yusuf Kagoma, unaweza acheze nani kama si yeye. Lakini pili akicheza pacha yake pamoja na Fabrice, Simba wanakuwa kwenye eneo zuri kwa sababu Ngoma ni mzuri sana kwenye kuipandisha timu. Lakini asipande sana kumwacha Kagoma abaki peke yake. Jean Charles Hawa lazima hiyo ndio itakuwa ni wachezaji ambao wanacheza kwenye ile eneo la katikati ambao ninyi mnaita utatu mtakatifu. Lakini kule mbele kwangu mimi nitaondoka na Kibu Denis Prosper, Eli Mpanzu pamoja na Steven Desa Mukwala. Kwa nini? Kwa sababu Desa Mukwala asipofunga angalau atakupa, ni mchezaji yule ambaye anaweza kufanya crossing, kutafuta mpira, kukimbia, kuweka shida huko nyuma. Na unajua kikosi cha Berkane kina mabeki wawili ambao wamekuwa wakishiriki sana kwenye uzalishaji wa mabao. Wa kwanza ni Yusuf Dayo ambaye I think ana mabao 4 mpaka 3 na assist 2. Lakini kuna center back wao mwingine na yeye ni mzuri sana kwenye kuipandisha timu. So uwepo kwa Steve Desa Mukwala unaweza ukasaidia kidogo kuleta ubize kwenye hao mabeki wa chini wasipande na kuongeza nguvu. By the way, kikosi cha Berkane kwenye msimu kwenye mechi karibia 5 za nyuma wamefungwa bao moja tu katika uwanja wa nyumbani. Mechi nyingine zote wameshinda wakiwa na clean sheet. Simba wana kazi ya kufanya katika mchezo wa leo. Na kionaje iko kikosi? Sio mbaya, ukaniandikia hapo chini kwenye comment, utakuwa umefanya kazi nzuri. Naitwa Kanyasi, saluti la familia.